kwamba serikali kuu na ile ya kaunti ya Nairobi zitashirikiana kutekeleza majukumu muhimu ili kuboresha huduma kwa wakazi wa jiji kuu. Kulingana na maelewano hayo kati ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na Rais William Ruto, majukumu hayo yanajumuisha ukusanyaji wa takataka na ujenzi wa barabara miongoni mwa huduma nyingine. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu mengi. Siku mbili baada ya Rais William Ruto na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuhudhuria ibada katika kanisa la AIC Pipeline jijini Nairobi, viongozi hao wamekutana katika ikulu ya Nairobi, ajenda ikiwa ni usimamizi wa jiji la Nairobi. Serikali hizo mbili zikifikiana kuboresha utekelezaji wa majukumu na huduma muhimu kwa wakazi wa Nairobi. Baadhi ya majukumu ambayo serikali kuu itashirikiana na ile ya kaunti kufanikisha ni ukusanyaji wa taka, ujenzi wa barabara, masoko na nyumba, na usambazaji maji safi kwa wakazi wa Nairobi. Rais Ruto aliahidi kuboresha huduma jijini alipohutubia umma baada ya ibada katika eneo la Pipeline. Si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing, ya markets, ya barabara, ya kusafisha city. Si nyinyi mtaamua ama ni aje? Watu wa Nairobi tunakutambua kwa vile umetushikilia na umeshikilia vijana wetu. Vijana wale ambao hawana mboka tuwashughulikie. Umetuwekea vijana kwa climate works, kuna vijana wako kwa mijengo. Mwaka 2020 aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko alikabidhi majukumu ya usafiri, ujenzi na mpangilio kwa serikali kuu chini ya mpango wa Nairobi Metropolitan Services NMS ulioongozwa na Meja Jenerali Mohamed Badi, na kisha baadaye majukumu hayo kurejeshwa kwa kaunti mnamo tarehe 30 Septemba chini ya gavana Sakaja. Wakati huo, mkutano wa baraza la mawaziri umeidhinisha pendekezo la bajeti ya shilingi trilioni 4.7 kwa mwaka 2026-2027, kiwango hicho kikiwa shilingi bilioni 410 zaidi ya bajeti ya sasa. Aidha, baraza hilo la mawaziri limepitisha kutolewa kwa shilingi bilioni 4.1 kutumika kudhibiti janga la njaa. Seth Olale, runinga ya Citizen.